Karibu kwenye Viwanjani ambapo tunakutana hapa kila siku ya Jumatatu mpaka siku ya Ijumaa saa 3 asubuhi tukienda mpaka majira ya saa 6 pale adhuhuri kuhakikisha kwamba tunakujuza habari mbalimbali za kimichezo. Bila shaka umekuwa na wiki nzuri sana kuanzia Jumatatu mpaka leo. Kama mambo yakwenda vizuri basi muombe Mwenyezi Mungu wiki ijayo mambo yawe mazuri na yaanzie weekend hii. Leo ndo tunaianza weekend kwa walio wengi, japo baadhi ya wachache wenyewe kila siku ni weekend. Lakini kwa sisi wengi weekend yetu inaanzia leo siku ya Ijumaa na kwenda mpaka siku ya Jumapili. Kuna mambo mengi sana weekend hii na mengine tutajuzana huko mitandaoni. Lakini yale ya kimichezo tunajuzana hapa kwenye Viwanjani, na nikutajie tu baadhi ya vitu ambavyo utakutana navyo kupitia kwenye Azam TV. Tutakuwa kuna michezo mbalimbali weekend hii. Tukianza na kesho Jumamosi kutakuwa kuna michezo kadha wa kadha, ambapo kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika Yanga watakuwa wanacheza na Wiliete Benguela kutoka kule Angola. Singida Big Stars watakuwa wanacheza na Rayon Sports, wakati Tanzania Prisons watakuwa ni kwenye ligi kuu sasa. Prisons watakuwa wanacheza na KMC, wakati Dodoma Jiji watacheza na Coastal Union na Mainz watakuwa wanacheza na Dortmund. Hii ni baadhi ya mechi ambazo zitakuwa zikionekana. Dodoma mara baada ya kucheza away sasa wanarejea nyumbani. Coastal Union baada ya kucheza michezo miwili nyumbani na kupata alama 3 pekee na kupoteza moja, shughuli inakwenda ugenini. Michezo mingine kwamba Atletico Madrid watakuwa wanacheza na Real Madrid, hii ni katika ile Madrid derby, wakati Juve wanacheza na Atalanta, bonge moja la mechi. Michezo yote miwili hatari sana hii. Na uzuri imepishana muda saa 11 kwa saa 1, kwa hiyo Serie A kwa La Liga michezo itakuwa bomba sana hii. Moja kati ya weekend ambayo ina michezo mitamu kweli ambao utaki kuikosa ni pamoja na weekend hii. Kwa hiyo ni kwa uchache tu kuhusiana na michezo ya kesho. Lakini tukienda kwenye michezo ambayo yenyewe itafanyika kesho kutwa kwa maana ya Septemba 28 kuanzia ndani na nje, Pamba Jiji watakuwa na TRA United, moja ya mechi nzuri sana hiyo. Msimu uliopita sare zilikuwa za kutosha. Mtibwa Sugar wana tamtamu wamerejea na sasa watacheza na Fountain Gate ambao wamecheza na Simba. Kumbuka hiyo ni kesho kutwa Simba wenyewe watacheza na Gaborone United kwenye kombe la ligi ya mabingwa Afrika, wakati kwenye Serie A Roma wanacheza na Verona. Kwenye kombe la shirikisho Afrika Azam FC wanacheza na Elmerek Bentiu, na Kenya Police wenyewe wanacheza na Mogadishu City kwenye CAF Champions League pale Nairobi. Wakati michezo mingine Barcelona watacheza na Real Sociedad, huko AC Milan wakicheza na Napoli. Bwana mechi kweli. Hiyo ni baadhi tu ya michezo ambayo itakuwepo kwenye weekend hii kuanzia siku ya kesho na kesho kutwa. Karibu sana, mimi ni Pascal Kabombe, karibu tukupitishe kwenye habari mbalimbali za kimichezo tofauti. Pamoja nami niko na Andrew Kinga Mkono. Bwana uko sawa sawa? Niko sawa sawa ndugu yangu. Mtu mmoja akaniambia bwana huyo sijui kabila lake, lakini ukiona mtu anaitwa Kinga Mkono kufa kunoga mali ngumu, yani ni jamii moja hiyo. Pesa mbili inaenda Mbeya. Pesa mbili inaenda Mbeya. Lakini mali ngumu Kinga Mkono kufa kunoga. Na kuna mengine mnaogopa kusema. Lakini pia niko na Rashid Hamisi hapa, the heavyweight mwenyewe, the one and only, kuhakikisha kwamba tunakupitisha sehemu mbalimbali. Ni kweli kwenu kuna hao majina kina mali ngumu? Yapo. Kufa kunoga. Sasa kufa kuna nogaji kwenye kufa? Ndio kufa kunoga. Unajua ukiambiwa kazi kunoga ni mtu amependa kazi sana. Sasa kama ninakudai na umekufa, bora kufa kunoga. Sio bora kulipa. Bala vipi? Kufa kuna raha yake, unajua. Kufa nao ni sherehe, unajua. Ni sherehe ya mwisho. Kwa hiyo kuna jamii nyingine kifo wanakiogopa sana, lakini kuna jamii nyingine kifo kwao ni sherehe. Watu wanakula. Kama Wajaruo, shaka karibu na Wajaruo. Unaona. Wakipata msiba wao wanapiga ngoma. Nilikuta kuna mzee mmoja alifiwa na mzazi wake. Tukawa na baba kanishika twende tukampe pole mzee mmoja. Alikuwa anafanya kazi UN pale Arusha. Babu unaanza kuisikia ndio ilikuwa imetoka ile inaitwa Amnesty Shala ile. Sangula. Nikamwambia mbona kuna mtu anafungulia muziki karibu na msiba, akaniambia ndo msibani hapo. Nyimbo za extra music watu wanafurahi. Mtu kumaliza na mama. Tamaduni zinatofautiana. Kabisa. Kwa hiyo ndio hivyo. Ndio maana akaitwa kufa kunoga. Sherehe au sio? Ndio washerekea.
Haya bana, tuanze kwenye soka letu moja kwa moja na tunaanza na mchezo wa jana wa ligi kuu ambapo Simba Sports Club imeanza ligi kuu ya NBC kwa kishindo ikiichapa Fountain Gate kwa magoli 3-0 jana Alhamis jioni kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Habari kubwa ilikuwa kufunga goli kwa striker mpya wa timu hiyo Jonathan Soa ambaye alicheza mchezo wa kwanza wa mashindano tangu ajiunge na timu hiyo akitokea Singida Black Stars. Magoli mengine kwenye mchezo huo alifungwa na Jean Charles Ahoua pamoja na Rushan Derok. Tutazame kidogo nini kilitokea kwenye mchezo huo. Rushan Derok anafungua msimu kwa wekundu wa Msimbazi. Kona safi kabisa, Jean Charles Ahoua anakwenda juu akitazama kwa macho yote mawili ule mpira. Pasi ya Ivory Coast inamalizwa vyema kabisa na Msauzi kwa heda, lakini Selemani Matola anahitaji zaidi na zaidi kwa wachezaji wake. Mlinzi bora South Africa 19-20 alitazama mchezo, akatazama mpira, akazungusha kichwa na kupeleka mbali kabisa kwa Fadhili Kisunga. Anatingiwa Shomari Kapombe. Lamela anakwenda kuweka mpira kina White tena kinaondosha Jackson Shiga. Kagoma ameingia tena. Yusuf Kagoma Yusuf anamtengea kwenye nafasi ya Lia huku unasimulia muda utoshi. Fountain Gate hawaamini ambacho wanakiona. Jean Charles Ahoua anaendelea pale alipoishia msimu uliomalizika, wakati ambao Elim Panzu Kibisawala akiongoza kile ambacho kinafanyika. Jahazi linazidi kuzama kwa Fountain Gate. Bao la pili Simba Sports Club. Asisti ya Yusuf Kagoma, aliweka mwili lakini kuziba mpira. Akaingia Yusuf Kagoma the Terminator katikati, akatazama mpira, akamtengea Jean Charles Ahoua na kaandika bao la pili. Alipita katikati yao kama anakwenda gari la Yusuf Kagoma, akatazama wapi aweke mpira, akamwona Jean Charles Ahoua kwenye telescope yake. Anapanga wachezaji wake vyema kabisa Kisunga, kisitokee kilichotokea kwenye bao la kwanza lilofungwa na Rushan Derok. Wameanza kwa nafupi. Eli Mpanzu. Eli anaingia mwenyewe, Mpanzu anaweka pasi chini ndani kwenye nafasi. Una mdundo ngoma mliotaka kusikia. Ngozi yake sasa imewambwa. Simba mweusi Jonathan Soa anaandika bao la tatu kwa Simba. Lakini bao la kwanza Hicho ndio ambacho kilitokea siku ya jana. Magoli 3 kwa Simba. Fountain Gate kidogo mambo yao yamewavia vigumu, wana mambo magumu nje ya uwanja, lakini pia ndani ya uwanja mambo yamekuwa magumu tena. Jana wanapumzika siku mbili, wanakwenda kucheza tena mchezo mwingine. Kwa kweli mziki ulikuwa mzito kuliko bwana. Moja kitu ambacho nimekiona hapa ni bleach inasaidia. Bleach si mapambo tu, sheda saidia. Nimeona wenye bleach wote wamefunga. Inatia hamasa. Inabidi wachezaji wengine nao nani? Muonekano tu. Alafu chini siko kwenye timu yetu ile ya Azam Media FC. Tia bleach mwanangu. Mimi kapteni. Tia bleach inasaidia. Kapteni anaweza kutia bleach. Unajua kisha kuwa fundi unahitaji kujitofautisha na wengine. Yani first touch tu watu wanajua kabisa mali ipo. Sasa unakuwa kapteni afu Baruani anakuwa nani? Baruani si kapteni wa kudumu, anapokuwa yeye akitoka huwa usinga na kapteni wa heshima. Last time kapteni wa mechi, labda anakuwa kapteni wa mechi. Last time nikamwachia Usinga Abisai. Akanaongea kuliko trafiki. Kama kocha kumbe mchezaji. Kama huyu. Nafikiri anachambua kumbe anacheza mpira. Kama huyu. Sio kweli. Kwanza mvunja kuni mpira hadi toka. Kinga mkono. Nini kiliwasibu jana Fountain? Ukiacha kwamba tunajua mapungufu yao, idadi ya wachezaji ambao wako nao, lakini wametosha 11. Kwa hiyo hawakuwa pungufu uwanjani. Ukiacha hao ambao walistahili kuwepo lakini hawakuwepo kutokana na sababu mbalimbali. Walikutana na Simba ambayo ina kiwango kikubwa sana,
au kuna namna yoyote ukitazama kwa mfano goli la kwanza ambalo walilipata? Goli la naangalia Fountain Gate walikuja kwenye mechi hii vizuri na mpango wa kocha ulijitahidi kufanya kazi. Japokuwa bao ila mapema kama tulivyoona katika mechi 3 zilizopita au 2, magoli mengi ya kona kuna changamoto kwenye kulinda kona Tanzania nimegundua. Watu wajipangi vizuri. Ukiangalia mechi ya Azam kulikuwa na goli za namna za uzembe, mechi ya Yanga kulikuwa na magoli ya namna ya uzembe, magoli ya kona kama kuna timu inajua kujua kutumia kona itapata magoli mengi sana kwenye mechi za ligi kuu Tanzania bara. Mechi ya Dodoma vile kulikuwa na goli la kona. Yaani unagundua kama kuna changamoto ya kwenye kujilinda kwenye kona na mpira wa kona ni mpira muhimu sana. Na watu wanajisahau. Kwa hiyo Simba alitumia na ukiangalia hii ni mechi ya pili Simba anafunga goli la namna hiyo. Kwenye ile mechi yao ya Simba Day walifunga goli la namna hiyo. Naona leo akaja kufunga tena Mlinzi. Kwa hiyo wao Fountain Gate walivyokuja pamoja na mazingira mengine ya nje ya uwanja kwamba labda kuwa wachache inaweza ikawa imewasi kinamna moja, lakini walikuja kupambana. Japokuwa ulionekana utoto na uchanga wa uchezaji ndio ulioonyesha tofauti yao. Japokuwa Simba nao hawakuwa vizuri sana kimchezo. Kwa sababu walikuwa wanacheza pasi nyingi lakini hazikuwa na madhara kwao. Kwa sababu Fountain Gate waliweka ukuta wao vizuri. Lakini makosa ya kiuchezaji ambayo nasema ni uchanga wa kiuchezaji kama goli la pili. Ukimwangalia yule beki yule kijana wa timu ya vijana, ule mpira alikuwa anaweza kusema tungeweza angeutoa nje ukawakona tena au la angeweza kupiga pembeni ukawa kurushwa. Lakini yeye ule mpira kasi ilikuwa ndogo lakini bado yeye akashindwa kumgadi vizuri Kapombe akaingia chini akaucheza. Nani akaingia akaja akafunga goli. Unaona? Goli la tatu vile vile nilimsikia kocha anasema kwamba aliwaambia wakati half time jamani Simba wanacheza kwa fupi. Umeona? Kwa hiyo tuzuie kwa fupi. Wakafanya uzembe huo ikatoka nafasi nani Mpanzu akaingia akapiga cross ile fupi nani ikamkuta Soa akafunga goli. Kwa hiyo unaona changamoto yao bado ni ile kwamba wakati mwingine ni uchanga wa kiuchezaji na ile akili wakati mwingine inakuwa imeondoka kimchezo kwamba hawa Simba wako wametimia sisi tuko wachache. Kwa hiyo wakati hivyo vyote vinawazungukeni mnapokuwa mnacheza mechi za namna hii, alafu mshakimbia sana kwenye kukaba na nini, muda mwingi mpira uko kwenu, mnapigwa ngaisha bwege, mmechoka. Kwa hiyo makosa ya namna ile yanatokea, lakini namsifu Kitambi kwamba pamoja na mazingira ya timu yake bado amefanikiwa kutengeneza kitu fulani ambacho ni kizuri. Kwa sababu na wasifu wao kwa sababu hii mechi wangekuwa wazembe zaidi wangeweza kufungwa hata goli 5-6, lakini kutokea mechi ya kwanza waliocheza walifunga goli 1 na Mbeya City kwa penalty. Hii mechi ya pili wanafungwa goli 3. Unaona ni timu ambayo pamoja na uchovu wa safari na uchache wa wachezaji kucheza mechi zote wao wachache, lakini bado wanaweza kupambana na kufuata msingi. Kwenye hili goli ambalo anafunga Soa Rashidi. Wao wengi wote walikuwepo kwenye msimu uliopita. Wachezaji wa timu ya Fountain. Na Soa alimuona akicheza. Idadi ya mechi ndio idadi ya magoli aliyofunga. Na ndio mechi ya kwanza kafunga. Kwa hiyo unajua kwamba uhatari wa huyu mtu ni mkubwa kiasi gani. Kama kila mechi alifunga aliyocheza, ina maana ni hatari sana. Lakini ana receive mpira uko peke yake. Tension haikuwa kwa Soa. Ukitaka kujua ile safu ya ulinzi ya Fountain Gate haikuconcentrate na Soa, ili concentrate zaidi na Mpanzu. Nafikiri ndo alimuona mchezaji threat kuliko wachezaji wengine wote kwenye eneo lile. Wakati Mpanzu anamlazimisha yule beki kufanya makosa, kwa sababu kosa la kwanza ni namna ambavyo yule beki alimruhusu Mpanzu kudribble mpira kwa nguvu kuingia kwenye box. Kosa la pili, yule beki baada ya Mpanzu kusogea na mpira mbele, kitu cha haraka nilifikiri yule fullback wa Fountain alitakiwa kuacha hatua moja ya Mpanzu kusogea, alafu yeye akafanya sliding tackle. Ule mpira angeutoa, umeona, angefanya sliding tackle. Asingehukumiwa kufanya foul na angecheza mpira na ungeenda nje, si ndio? Lakini alichokiponza sasa, ngoja mtozi akiturudishia hiyo moment hapo nitakuonyesha ni ili kosa namna ambavyo akili za watu wote hazikuconcentrate kwenye eneo ambalo walitakiwa kulilinda. Waliconcentrate na mtu mwenye mpira ambaye kimsingi kwenye uchezaji sio hatari. Umeona hapo wanaenda watatu na mmoja Soa peke yake. Umeona lile eneo wakati anaingia Mpanzu yule mwenye mpira sio mtu hatari, kwa sababu kwanza ana mtu ambaye anamfukuza. Mtu wa pili anatakiwa kukaba lile eneo, anatakiwa kumuibia timing ya nini ambacho anatakiwa kukifanya Mpanzu, sio? Baada ya kuiba timing,
hawa wengine wanatakiwa kulinda eneo ambalo ndio hatari zaidi baada ya ule mpira kutoka pale. Kwa sababu kama ulishampeka kwenye impossible angle, there is no way Mpanzu angescore. There is no way angescore, si ndio? Kwa ule mpira ni lazima angeupeka kwenye eneo ambalo ingeweza kuleta hatari. Unaelewa? Sasa wachezaji watatu wa Fountain Gate wakaenda kuzuia eneo ambalo mpira utapita, alafu wakaacha eneo ambalo ni hatari zaidi, kiasi ambacho ule mpira kwanza ulimgonga. So umemgonga. Umemgonga. Kwanza hiyo ni dalili ya kuonyesha kwamba kama ungekuwa kuna uharaka ule mpira bado asingeuzuia. Yes, umeona hiki ndio ninachotaka kusema pale. Yaani wakati Mpanzu anaingia, wale mabeki watatu at least mmoja angekuja kuziba kwenye ile impossible angle, alafu mmoja angekuja kukaa kwenye eneo ambalo ana expect kwamba mpira ungepigwa V, alafu yule watatu angekaa kwenye eneo ambalo sasa yeye ndo angekuwa anafanya observation eneo lile, at least ingeweza kusaidia na Soa asingepata ile opportunity. Lakini akili kubwa ya Soa, angalia alichokifanya. Alivyoona lile grupu limesogea mbele, kwanza kaenda nao. Alipoenda nao akawakataa, akarudi hatua moja nyuma. Unaelewa? Ni moja kati ya akili kubwa ambayo ameitumia baada ya kuona lile kundi kubwa linafuata mpira na sio kulinda nafasi ya nini? Nafasi ya mpira. Mpira ulivodunda ukakaa akajiseti. Hapa ndipo utasifia zaidi ubunifu wa Jonathan Soa, kwamba baada ya mpira kudunda akaenda kuseti mwili wake, alafu akapiga semivori ambayo goalkeeper there is no way ambapo angeweza kufanya chochote. Na ili kwa nafasi yake ya pili, kuna moja ilimpita, kuna moja ilipigwa cross hapo mbele yake, akapiga hewa, ukapita mpira ukaukosa. Kwa hiyo So anaonyesha ubora wake. Tulitazame goli la pili, mtaalamu wetu akituwekea hapa goli la pili, kwa namna ambavyo kulikuwa na option mbili kwa kijana huyu, aidha utoe uwe kona au uwe wa kurushwa. Lakini alichokifanya ni maturity, kwamba bado anakuwa na nini, anabidi akosee sana ili apate reference bana, hii ni sipoitoa inaweza katokea kama ile, kwamba bado anaendelea kujifunza. Tumchukulie hivyo kwa sababu ilikuwa haina sababu yeye kufanya alichokifanya pale. Yeah, very true, very true. Kuna kwenye football kwa walocheza mpira watakuwa wanaelewa. Yaani wakati mwalimu anawafundisheni kiwanja cha mazoezi, kuna vitu ambavyo mwalimu anafundisha, yani ile makosa ya jumla. Mwalimu anafundisha makosa ya jumla, kwamba haya ni makosa ambayo hatupaswi kuyacommit wakati tunafanya ulinzi, si ndio? Lakini kuna kengele ambayo unatakiwa uwe nayo muda wote kwenye eneo ambalo wewe unacheza, hasa hususan kwenye eneo la kujilinda, eneo la kiungo na eneo la safu ya ulinzi. Kuna maeneo ambayo ukiwa na mpira, kwa sababu ukimwangalia ule bwana mdogo, yeye ndo alikuwa na mpira. Ule mpira alikuwa anaelekea golini kwake, nyuma kulikuwa kuna mpinzani wake. Alafu pia kwenye wakati anaukokota ule mpira, wakati anaendelea kumiliki, nilikuwa namuelewa kwamba anamhold mpinzani ili aweze kufanya scanning, kama kuna mwenzie afanye cheating aweze kama kuna mwenzake karibu afanye cheating aweze kuutoa ule mpira ili movement iendelee, si ndio? Lakini bahati mbaya namna ambavyo Shomari alivyokuwa na mharas, alikuwa anamuondolea utulivu mpaka wa kiakili. Kwa hiyo option pekee ilikuwa it's very simple, ni kuangalia eneo lake la pembeni na kuutoa ule mpira, kwa sababu Shomari alichokuwa anakifanya ana muharas ule mpira asiutoe. Alikuwa na muharas ule mpira ulete ndani, ambapo anajua wao watakuwa na faida ya kuupora ule mpira kwa haraka. Sasa bwana mdogo bahati mbaya sana, umri wake unafanya makosa dhidi ya timu kubwa, dhidi ya wachezaji wakubwa. Unahitaji zaidi mwalimu pia kuencourage kwamba next time unafanya utoto kwenye eneo ambalo unapaswa kukua, hata kama umri wako ni mdogo, as long as umeaminiwa. Ukishaaminiwa kwenye mechi kubwa kama hii, tuna mention umri wako kama ni mtoto, lakini kwenye kazi hatukumention kama wewe ni mtoto. Tunaamini umekuwa ni mkubwa kwa kiwango ambacho mwalimu ameamini dhamana yako kwa kuweza kufanya majukumu kwenye eneo ambalo amekupa. So haitakiwa kuutoa mpira kwenye mazingira rahisi. Mimi nitamlaumu kwenye hiyo, hakufanya maamuzi wepesi. Lakini yeye ndo aliwapelekea shida yote wale wenzake. Hata yule center back ambaye Shiga akaja akafanya clearance ambayo ilikuwa very partial.
huwezi kumlaumu Abdalla Kulandana akachip in kwenda kuzuia ule mpira usipigwe kwenye cross pale, akawa ameshachelewa na akawa amewasababishia wenzake matatizo, lakini sofa nafikiri ni kosa ambalo ninaamini hawezi kuja kulifanya tena. Sasa kiwango cha Simba kwa namna ulivyokiona kinga mkono, maneno yamekuwa mengi tangu msimu umeanza, japo Simba wenyewe wamecheza mechi chache. Mbona wamecheza Simba Day, wameenda kucheza na Gaborone, lakini watu kwa ulivyoona hapa kuna mabadiliko yote kutoka mechi ya Gaborone? Kwa nilivyoona mchezo huu Simba jana walivyocheza bado wako taratibu. Okay. Na yani unajua wangeweza kufunga magoli mengi kama wangekuwa na kasi, kwa sababu wangewasababisha mabeki wafanye makosa mengi, lakini kwa kucheza kwa taratibu akawapa nafasi wale vijana Fountain Gate wajipange muda wote waweze kuwazuia. Kwa hiyo tunapokwenda kwenye mashindano makubwa, kasi ya aina hii na kushindwa kutumia nafasi kwa kiwango kile walichokionyesha jana bado inaweka kwenye nafasi ngumu wao kufanya vizuri. Itategemea kwa sababu bado wanacheza nyumbani, inaweza kushinda mechi yao Gaborone, lakini wanajiweka kwenye mazingira magumu zaidi kutokana na aina yao uchezaji. Bado wamepoa sana, wanahitaji kuongeza kasi yao. Mimi nitokea mwanzo nasisitiza kwamba Simba walikaa mwezi mzima Misri, walijiandaa vizuri, hawana sababu ya kucheza mpira na wao wanajua mashindano yanayokuja na aina mashindano wanayoenda nayo. Unataka timu yako icheze kwa kasi, kwa sababu hata magoli yao walofunga, goli la pili ukiona na ile goli la tatu, yote ilikuwa ni kasi, ziliamuliwa kwa speed fulani, mtu akaingia akatengeneza nafasi akafunga. Kwa hiyo wanacheza na hii timu walikutana nayo, wakawa wanacheza sana mpira nyumbani kwao, wanacheza pasi nyingi za nyumbani kwao ambazo zilikuwa zina madhara kwa wapinzani wao. Wanakuacheni mnacheza mpira kwenye zoni yenu, chezeni, sisi tuko kwetu tunawasubiri. Kinga, sio kwamba pengine Simba hawataki kutumia nguvu nyingi kwa sababu ya mechi ya Gaborone? Kwa sababu wanakumbuka mambo ya Galaxy. Wanakumbuka sawa, lakini pamoja na yote unapokuwa na kikosi imara siku zote unatakiwa uonyeshe. Unajua ingekuwa mechi moja tungesema labda wanahifadhi nguvu, lakini hii mechi ya tatu wanacheza kwa kiwango hiko. Umeona? Kwa hiyo ina maana ni nguvu ambayo wamekuja nayo safari hii, kwamba wanaamua kucheza taratibu. Hii nguvu haiwezi kuwasaidia kwenye mashindano ya Afrika. Wanaweza kupita, lakini wanaweza wasifanye na matokeo mazuri kwa mbeleni. Lazima kwenye soka la Afrika, unajua wakati ule Nabi anakuja Yanga, aligundua kwa nini Yanga haifanyi vizuri. Akasema timu inacheza vizuri lakini wako taratibu sana. Kwa ili waweze kufanya vizuri kwenye mashindano ya Afrika ni watie kasi. Akawaweka kasi. Yanga paka leo wanatumia speed kwenye kucheza mpira. Na hiyo ndio tofauti kubwa ya Yanga na Simba. Na hata Simba wanapofungwa na Yanga ni kwa hicho tu. Watu wanaamua kwa haraka sana kwenye kufanya mashambulizi. Kwa hiyo ili wao Simba waweze kuwa vizuri na waweze kama kweli wanataka kombe la ligi kuu msimu huu, ni lazima wabadilike uchezaji wao. Kwa sababu kwanza wanatoa nafasi kwa wapinzani wao kuwasogelea. Wale Fountain Gate jana wangekuwa na wapigaji wazuri wa mashuti, zile nafasi chache walizopata wangeweza kupata magoli, kwa sababu walipiga mashuti kama matatu hivi. Kidogo alienda pembeni, lakini walikuwa makini, wangeweza kufunga goli. Kwa hiyo kwenye mashindano yajao unapokuwa unacheza sana mpira pasi nyingi, unakuja taratibu, mtu akikunyang'anya akikushambulia kwa haraka, wanaweza kutumia nafasi wanakuhukumu. Kwa hiyo nadhani ambao kocha Matola na pamoja na Suleiman Moroko wanabidi wakae watengeneze namna gani timu yao inaweza kubadilika kwenye kushambulia. Uzuri ni kwamba Veroni huwa anatufuatilia sana. Bwana Sele, kila laheri kwenye mechi yako. Sisi tunaombea upate ushindi na ushindi usiwe mdogo. Ili kupunguza kidogo, mpe mtu za kutosha mjini patulie. Ushindi bwana, acha mambo yako bwana. Timu tu za kutosha kidogo. Unajua tumekuwa na kasumba ya kutokuamini wazawa. Sasa kukatakata hiyo. Unajua hiyo unasema Kapombe. Yanga juzi wamefunga mtu tatu. Lakini bado watu wanasema kwamba haichezi vizuri. Na mechi zote wamecheza mfululizo, mechi mbili wameshinda 3-3. Yanga haichezi vizuri kwa reference ya msimu uliopita. Yaani Yanga wanajifananisha wenyewe. Kwamba Yanga mwaka jana na mwaka huu mbona kama sasa hivi hatuchezi vizuri. Lakini unajua unapokuwa mkubwa, kila kitu ambacho unakiendea lazima uwe na hesabu nacho vizuri. Hizi timu sasa hivi zilipofika zinahitaji zaidi heshima kuliko kitu kingine chochote. Kwa hiyo unasema kitu kizuri, kwa maana ya uso wa mashabiki wanatamani kuona idadi kubwa ya magoli na kutengeneza hiyo simenti ya kuamini wazawa. Lakini kwangu mimi Simba haihitaji kufunga magoli mengi. Simba inahitaji kuqualify. Hilo ndo la muhimu zaidi. Inahitaji kuqualify. Hata kama utafunga goli moja, hata kama utawaachia wao wacheze mpira, alafu wewe ukafunge goli moja dakika 90 imeisha, as long as wewe umequalify, hilo ndo jambo. Kwenye knockout bana, wewe mpira mzuri sio muhimu. Sio muhimu, unajua. Kwa sababu unaweza ukacheza mpira mzuri sana, alafu mwisho wa siku
watu wakaequalize. Haya na wakakufunga nawe goli moja. Lakini mpira umecheza wewe. Sijui kama umesikia vizuri, Simba wacheze vizuri hiyo mechi. Ndio nasema wapige za kutosha. Sijui nakwambia ikitokea, yani ikitokea unajua mpira kuna standard sometimes unajua unaona kama mechi ya Fountain Gate. Wachezaji, mashabiki wa Fountain, mashabiki wa Simba, wadau wengi wa mpira waliamini Fountain kaachwa tano. Yaani kaachwa tano. Umeelewa? Lakini kwenye football hakuna kitu kigumu kucheza na timu ambayo yenyewe inajitambua sisi ni dhaifu. Kabisa. Umeona walichokifanya Fountain Gate. Wale wamekifanya wakijua kwamba hawana msaada mwingine. Baada ya hesabu ya mtu mmoja anayefuata ni goalkeeper. Unaelewa? Yes. Kwa hiyo kwenye namna ambavyo mwalimu aliswitch akili za wachezaji ni kuambia kwamba there is no way nitafanya hesabu ya mtu mwingine. Kwa hiyo wewe ndio utaamua tufungwe tuzalilike au tupoteze mechi lakini tupate heshima. Unaelewa? Sasa hiyo ni mechi ngumu sana. Kwa sababu nyinyi ambaye mnajiona mpo kwenye self side mnaamini sisi muda wote hawa tunawafunga. Muda wote tunawafunga. Sasa dakika zinaposogea na namna ambavyo wana attempt, pressure inakuwa kwenu. Sio kwao sasa. Kwa sababu wao wanaamini sisi tuko tukisaikolojia tuko sawa. Na moja kati ya kitu ambacho nilisema watawawin Fountain Gate waliruhusu goli la mapema. Ni goli ambalo liliondoa pressure kwa Simba. Sio kwa Simba, kwao. Unajua timu kama Simba kadri dakika zinavyosogea afa hawajakufunga, maana yake pressure inakuwa kubwa. Kwa maana yake ila ukiwapa goli moja pressure kwao inatulia, kwa sababu sasa wanaamini sasa tuko kwenye eneo ambalo tutatengeneza idadi kubwa ya magoli. Sasa nyinyi pale ndo mnapoingia kwenye akili zao, mnaenda kufanya mchezo unakuwa mgumu, si ndio? Sasa kwenye hilo mimi namsifia sana Kitambi. Alifanikiwa. Unaona ukomavu wa wachezaji ukaanza kuonekana, kina Kulandana, kina Sadiki, kina Shiga, Mkono. Wakaanza kufanya vitu ambavyo yani ni kama hawakuwa na hofu na mechi. Sio? Hapo ndipo ambapo umeweza kushuhudia mechi imekufa magoli 3, lakini na mpira pia wamecheza mzuri. Yes. Sasa kwenye aspect kama hiyo umeona wale Gaborone wanakuja, watakavyokuja wale Gaborone, kwanza wanaamini huu ni uwanja hatari kuliko viwanja vyote ambavyo wanaenda kuvikabili. Kwa sababu Simba anapokucheza Benjamin Mkapa ni miongoni mwa timu hatari kuliko Al Ahly. Mbili, Gaborone watajipa matumaini kwamba tunakwenda kucheza, lakini kuna ile issue ya hawa mashabiki hawata kuwepo. Kwa hii itatupa sisi nguvu, itatupa advantage. Lakini pia benchi la ufundi limeondoka, kwa maana yake wao wanaamini hiyo ni advantage ya pili. Si ndio? Kwa maana yake wale watakuja na hesabu kali sana. Si ndio? Watakapokuja na hesabu kali, Simba asijitengenezee mabawa ya kuamini kwamba hii mechi nitaenda kuimanage 100%. Akiitengeneza hiyo inaweza kumpalia. Lakini akienda kwa nidhamu, akacheza kwa kuwaheshimu, inaweza kumpa matokeo mazuri. Sawa. Tutoke hapo Simba Sports Club tunavuka upande wa pili wa timu ya Yanga, na kwamba wawakilishi wa Tanzania kunako ligi ya mabingwa Afrika, Yanga Sports Club wanatarajiwa kushuka dimbani hapo kesho saa 11 jioni uwanja wa Benjamin Mkapa, Dar es Salaam kumenyana na Wiliete Sport Club Benguela ya Angola. Yanga Sports ilipata ushindi wa magoli 3-0 kwenye mchezo wa mkondo wa kwanza ugenini huko Luanda, Angola. Na makocha wachezaji watazungumza hapo baadaye kuelekea kwenye mchezo huo. Kama takuwa bado hatujatoka basi tutawasikiliza. Kama takuwa kipindi kimeisha, mtafuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii pamoja na vipindi vingine vya michezo ikiwepo mshike viwa njani. Hii ni mechi ile ambayo ilipita. Kabla tujaenda kuangalia michezo iliyopita ya hizi timu mechi zao 5-5, kabla tujaenda huko, Yanga tumeona kwenye mechi ya kwanza, tumeona kwenye mechi ya Pamba. Pamba alichezea Pamba alichezea 3 alichezea 3 na Wiliete kachezea 3. Wiliete alichezea 3 kwa mwendo wa 3-3. Sio mwendo, yani inaitwa hatutaki mazoea. Kabla tujaangalia hiyo mechi kinga mkono ya Wiliete, kwenye
watu wanalalamika timu inaposhinda 3-0 alafu watu wanasema haijacheza vizuri. Wewe picha gani inakuja kichwani? Yaani kwamba walitaka washinde ngapi? Kwanza kuna jambo moja ambalo mashabiki wakati mwingine, acha mashabiki, nimemsikia afisa habari wa Pamba anasema Yanga hajacheza vizuri, kocha pale hamna. Ni sehemu ya mashabiki sasa, na akafungwa 3. Yaani ili kocha awepo na Yanga acheze vizuri atakiwa afungwe ngapi? Yaani yeye alitakiwa anyanyasike. Kitu ambacho anakiona. Yaani yeye alikuwa anaamini sisi tunaenda kunyanyaswa. Kwamba kwanza tutafanywa kama koni. Kwa mazoezi. Kwa mazoezi. Yaani tutautafuta sana. Mbali na kutafuta tutazalilika pia. Yaani watatufanya vile ambavyo wao wanataka. Hiyo ndo alafu 3 tutafungwa idadi kubwa ya magoli. Tukishafungwa idadi kubwa ya magoli na tumekubali, tutanyanyuka, tutapiga magoti, tutasema na ndo narudi sasa kwenye kauli yangu. Nasema kila siku. Unakumbuka? Ukimpata mdogo kwenye futiboli, muonyeshe kwamba wewe mkubwa. Ili dharau za namna kama hii next time zisitokee. Kwa sababu umeona sasa umeona kama hizi 3 kapata nafasi ya kuzungumza na kaenda mbali na kocha hamna. Umeona bwana? Unasema lakini sawa, uko sahihi. Wewe tutakiwa tukunyunde 7, 8, 9, 10. Alafu ndakuuliza kocha yupo hayupo? Nakumbuka kuna wakati mmoja Julio alifungwa akiwa na Costa na alifungwa sijui na Yanga goli 8. Alifungwa na Yanga goli, alikuwa nani angesema angekuwa Simba hapa angetufunga hata goli 8. Unaona mechi Yanga alifunga goli chache, lakini akasema ingekuwa Simba hapa angetufunga hata goli 8. Mechi iliyofuatia msimu unaofuatia na akapigwa nyingi. Unaona? Kwa hiyo kwanza kwa mashabiki na kwa msemaji wa Pamba kuizungumzia Yanga kwa nafasi hiyo, ni nafasi yake, ni uhuru wake kuzungumza. Lakini mimi nawaona Yanga wakicheza mpira mzuri. Kwanza kocha anatengeneza timu yake. Katika mechi 3 ambazo nimemfuatilia, mechi ya Ngao ya Jamii alikuwa na kikosi tofauti, mechi ya Willet kule ugenini alikuwa na kikosi tofauti, mechi ya Pamba akabadilisha vile na akaingia kipindi cha pili akabadilisha tena wachezaji wengi. Na bado timu inacheza mpira wa kuvutia, inatengeneza nafasi, ina kasi, inatengeneza magoli ya kutosha. Kufunga goli 3 kwenye mechi ni magoli mengi sana kwenye mpira wa miguu. Yaani hiyo huwezi kusema hii timu dhaifu imekufunga goli 3 bila. Huwezi kusema hao ni dhaifu. Hiyo ni timu bora, imekuzidi. Wakoko wanakuaje hapo? Kocha basi Koko hafai kabisa kwa sababu hiyo timu imekuzidi kila eneo na wamekufunga goli la kona, goli si la cross. Yaani kila aina ya goli wamekufunga na wameutawala mpira kwa 60% zidi yako. Umeona? Kwa hiyo unaposema hawa ni dhaifu, nadhani unakuwa unawakosea heshima wapinzani wako. Kwa hiyo cha msingi Yanga wanachotakiwa ku-maintain kiwango chao. Na kocha anajaribu kutafuta kumkosea heshima mpinzani au kumkosea heshima kocha wako. Kocha wako na mpinzani wako vile vile. Mimi naona kote kawakosea. Wote kawakosea heshima. Unaona? Kote. Kumwambia kocha aloshinda 3-0 hafai. Umemkosea heshima. Maana kocha wako vipi? Yaani hapo umemzalisha kocha wako. Umemkosea zaidi kocha wako. Sasa aliyefungwa goli 3. Mimi naona kama yule aliyosema kwamba hamna kocha na mmetufunga goli 3. Wale naona kama hajawakosea heshima. Ni kama amewakumbusha kwamba sisi huko kocha hatuna, kwamba ungetufunga nyingi. Yaani kwamba nyinyi bwana mlistahili kutupiga sisi kama 7 hivi. Ndio kumtupigie kuanzia 5, 6, 7, 8, 9. Yaani sisi ndio tungeona kweli tumecheza na kwa sababu msimu uliopita walikuwa tu. Umeona? Yaani mimi naona kama hajawakosea heshima. Msimu uliopita pale walikula 4. Amewakumbusha. Unaona? Msimu uliopita walikula 4, msimu huu wamekula 3. Msimu uliopita 3 walikula kule kwa Mwanza. Sasa itakuwa ampongeze kocha wake kwa kupunguza goli moja. Kupunguza goli moja. Labda amewakumbusha yani Yanga kwamba 3 tu anyie mpira hamna na kocha wenu hajui mpira. Umeona? Kwa mashabiki wa Yanga kama amemkosea heshima zaidi baraza na benchi lake kwamba kazi walifanya ndogo. Yani hamna kitu. Kwa hiyo mimi nadhani kwa mashabiki wa Yanga wanapaswa kuamini katika kocha. Sawa. Kwa sababu timu inatengenezwa. Unaiona timu bado anajaribu kuokota karata, anachengeza ile rotation kubwa ya wachezaji ili awe na kikosi bora kwa sababu mashindano ni mengi, ratiba iko karibu sana. Kwa hiyo watu wengine lazima ujaribu kuchezesha kila mchezaji. Unajua Kinga na Rashid ukiniuliza mimi kuhusu kocha wa Yanga, naona hataki story bwana, unajua fulani ule ndo anafaa fulani hafai. Kaamua kila mmoja acheze amuone mwenyewe. Na ndio kitu nataka kusema. Yaani nataka kusemaje? Hawa ambao wanakuja na hoja ya kusema Young Africans haichezi vizuri wako sahihi. Wale ambao wanaona Young Africans
ya mwaka jana na ya mwaka huu wanaiona iko tofauti, pia wako sahihi kwa sababu mbili zifuatazo. Wale ambao wanaona Yanga hii inashinda lakini haichezi vizuri, sababu ni moja. Young Africans wamefanya mabadiliko mabadiliko ambayo yameingiza idadi ya watu wengi kwenye squad. Young Africans wakiendelea kukaa na rekodi zao, hili ni benchi jipya la ufundi. Mwalimu na benchi lake hawamjui yeyote. Na ndio maana kitu cha kwanza tu tumeanza kuona sura mpya Azizi Ndambwile kwenye first 11. Tunamshangaa kama kasajiliwa mwaka huu. Yani unashangaa, unaelewa? Hayo ni moja kati ya athari chanya ya benchi la ufundi. Mwalimu anataka kuona ubora wa kila mtu kwenye jicho lake. Sio kwenye macho yenu. Kwenye macho yenu mna watu wenu. Umeelewa? Yeye anataka kuona kila ubora wa mchezaji kwenye jicho lake. Yani Pacome na Mzize wanaanza bench. Yani Pacome na Mzize anakaje nje. Yani mwalimu yeye namna ambavyo ana observe mambo, namna ambavyo anapeleka vitu kwenye kiwanja cha mazoezi na watu namna ambavyo wana apply. Yeye anataka kuona huyu anawezaje, kwa sababu mimi mpaka leo naamini mimi hapo kiniambia Young Africans nani fundi technician, takwambia kwangu Dumbia alikuwa paswi hata kuanza dakika, yani kwa nini atokee nje? Kwa sababu ambaye ninamuona ni mtu ambaye ana vitu vingi, ana uwezo, ana accuracy, yani ni technician wa hatari sana. Ila mwalimu bado anamtazama kwenye jicho jingine. Umeelewa? Eneo lile kuna watu wanaanza, sio unaelewa? Sasa kwenye huo muktadha usitegemee ukaiona Young Africans ya aliyeondoka. Ila kadri siku zinavyoongezeka ndipo ambapo Yanga unaoitaka wewe utaiona. Fadlu mwaka jana alicheza mechi 6 na team city, sio useme na team tofauti. Yani kikosi hiki mechi 6 mfululizo. Anabadilisha kila siku, anabadilisha timu. Yani aliyekuwa anapata nafasi ya kwanza moja kwa moja nafikiri kwa wachezaji wazidi 4. Ndio kipa alikuwa Kapombe. Alikuwa kipa Kapombe, Shabalala alikuwa anaanza na nje. Alikuwa anaanza bench. Alikuwa anaanza nje, anaanza Noma, kuna muda alikuwa anaanza Noma, anaingia wanatoka wanapishana. Alafu Yusuf Kagoma na Kagoma naye kwa kipindi alikuwa anatoka anaanza Okejefa, alikuwa anaanza Mavambo eneo lile. Kwa hiyo lakini tukao tunamsifia hapa, huyu mwalimu anafanya rotation na timu inapata matokeo. Lakini ilifika mahala Fadlu akawa na first 11. Kwa wale wote wale walijifika mahala wakajichuja wenyewe. Ukaanza sasa kujua okay, Fadlu namba 2, Shomali namba 3, Zimbwe namba 4, sijui Shefondo Maloni namba 5, Hamza namba 6, Kagoma namba 7. Unaelewa? Wakafika mahala ikabaki nafasi 2 tu ambazo zinabadilishwa pale mbele tu na hapa kwenye eneo la tumbo hapa, sio? So hata Young Africans mashabiki ambao wana hofu na kiwango, wasubiri, wawe na subira. Nimekuelewa. Mashabiki wa Yanga bwana, subirini, mambo mazuri yanakuja. Kuna kitu kinapikwa. Kwa maongezi ya Rashidi na kikosi tunavyokiona kinapopangwa, ni dhahiri kuna kitu kinapikwa hapo. Sasa twende tukatazame michezo 5 kwa timu hizi mbili ambazo zinakutana, kwa maana Yanga na Wiliete Benguela. Lakini kule Angola wenyewe wanaita Bengela. Ile yusijua ana aitamki kwao, na sisi tutamke kama wanavyotamka Wiliete Bengela. Maana Bengela ni mji inatokea huko. Pale Luanda wanaenda kwa sababu ya uwanja wao haukidhi viwango. Kwenye Yanga ukitazama hapo matokeo yao ya ugenini 0-0 na MC Alger. Wakashinda 3-1 na TP Mazembe wakiwa nyumbani hiyo. Wakiwa nyumbani wakapoteza 2 kwa Al Hilal, walishinda 6 na CBE, walishinda 6 na Vitalo. Hiyo ni kwenye zile mechi ambazo ni za kimataifa. Mechi za nyumbani 6 za mwisho. Kafungwa 1 tu kafungwa 1 sare 1. Kafungwa 1 sare 1. Kashinda mechi 4. Kashinda mechi 3. Na katika hizo 3 kafunga magoli 10 ngapi? 15. Shughuli hiyo bwana, sawa. Hizo ni kuhusiana na michezo ya Yanga 5 iliyopita. Twende tukaangalie na wageni wetu hawa, na ni wageni hata kwenye ligi ya Angola pia. Sio kivile, wenyewe ndo hao wameshinda 1-0 mara baada ya mchezo wa Yanga
Walishinda 1-0 na Demaio. Watu na michezo yao yote ni dhidi ya ligi kwa sababu hii ni mara yao kwanza michuano ya kimataifa. Ndio tofauti na Yanga. Yanga ile ni michuano ya kimataifa. Hawa bwana mechi ya kimataifa hapo ni dhidi ya Yanga tu. The rest ni kwenye ligi, kwa tuweke sawa sawa hapo. Basi hapo baada ya kupigwa 3 walicheza mechi hiyo ya kwanza hapo wakashinda dhidi ya Demaio. Ukirudi mechi ya 3 hapo walifungwa nyumbani na Sagrada Esperanca, hii tunaijua, ni timu kubwa. Wakapambana wakatoka sare na De Agosto, tunawafahamu De Agosto. Lakini wakaja wakawafunga Lobito, Academica do Lobito. Waliwafunga 2-0. Hizo ndio mechi 5 za mwisho, moja ikiwa ni ya kimataifa. Nadhani mechi ambayo wamepambana sana ni hiyo ya De Agosto kwa sababu ni wakubwa. Afu wako away. Kwa sababu hii mechi imechezwa Rwanda, wakatoka nao sare ya bila. Wajua hawa kwao watafanya vizuri kwa sababu kule kwao hii ni timu ndogo lakini imepata mwekezaji ambaye kajaribu kuleta wachezaji wazuri kwenye level ya Angola na ligi yao kwenye kushindana. Brazil watatu pale. Kama ule beki. Yes, na wanacheza mpira kweli. Kazi wanaifanya. Wao sisi tunaona kama wadogo lakini ndani ya Angola ni kama ambavyo sisi tunaiona Singida Black Stars. Jina dogo, wachezaji wakubwa. Yaani Singida Black Stars leo huwezi kwenda kufananisha na Fountain Gate na Namungo sijui tayari washavuka. Yaani hao unaona kabisa wachezaji level hii washavuka. Sio? Lakini kuna possibility leo Singida Black Stars akaenda kucheza na let's say akakutana na Kaizer Chiefs. Yaani wale Kaizer namna ambavyo watawaona na sisi tutawaona hivyo hivyo. Si ndio Mbali kwamba watakuwa na wachezaji wenye uzoefu. Kwa sababu kwenye mpira wa miguu kinachoanza ni jina la timu. Alafu inafuata ukubwa wa wachezaji. Na Ahli, yani ile historia yake. Unaelewa? Sasa kile kitu sio na miaka mingapi ashindi taifa. Unaelewa? Lakini ndio kile kitu kinaenda nani. Kwa wale Willet kabla kucheza na Young Africans, mwalimu na wachezaji wote walideclare kwamba Yanga ni timu kubwa kwao. Kuna kitu watajifunza na kuna watapeleka ushindani kadri ambavyo wanaweza. Wakafanya makosa ambayo waliadhibiwa kama wameadhibiwa na timu kubwa. Kwa hiyo kocha wakati anarudi kwenye kiwanja chake cha mazoezi, hata safari ya kutoka Angola kuja Dar es Salaam kuja kukabiliana na Young Africans, hawezi kuja na notion kwamba tunaenda kupindua meza. Hicho kitu hawezi kuwa nacho kichwani mwake. Itokee tu kwenye football kwamba kuna maajabu yake. Young Africans siku hiyo wamefanya makosa mengi, wale wamewatumia, lakini wale hawawezi kuja na kusema kwamba tunakwenda Dar es Salaam tunaenda kumweka Young Africans chuma 4. Yaani hicho kitu hawawezi kuwa nacho. Ila wao wanachokuja kufanya wanakuja kuendelea kuexperience kwamba Champions League namna ambavyo unacheza na wakubwa lazima tuheshimu. Kwa hiyo kuna namna pia wanaenda kugain experience namna kuja kucheza na Young Africans Dar es Salaam. So tunawapa tiketi ya kupita kwenye hii hatua Young Africans kwa sababu aina ya mpinzani anacheza naye hatumuoni kama anatosha kwenye mzania. Lakini Willet huwezi kuwaletea dharau kwenye ligi yao. Wamaliza nafasi ya pili msimu uliopita. Ligi ya Angola si ligi ndogo. Na usajili ambao wameufanya bado wanaendelea kupata matokeo mazuri kwenye ligi yao. So kuna kitu wanaendelea kujifunza na wao kwa umri wao huwezi kuwalaumu kwenye kile ambacho wanakifanya. Maana wanaendelea kulane kila siku. Iko siku watakuja kufika hatua ya kina Sagrada angekuwa anacheza na Young Africans au wale De Agosto au Petro di Luanda au Bravos, Young Africans asingekuwa kwenye nafasi ambayo tunamtazama kama anavyotazama Willet. Sawa. Hiyo ni kuhusiana na michuano ya kimataifa, na tutoke hapo sasa tuenzetu Singida ambao wenyewe pia wanacheza siku ya kesho. Ni kwamba Singida Black Stars itakuwa na mtihani wa pili kombe la shirikisho Afrika dhidi ya Rayon Sports ya Rwanda kesho Jumamosi saa 1 usiku kwenye uwanja wa Azam Complex Dar es Salaam. Singida ilipata ushindi wa 1-0 ugenini, hivyo inahitaji sare ya aina yoyote ili kusonga mbele. Singida kweli tulijua wana wachezaji wakubwa, lakini hatukuwapa nafasi sana kwa Rayon kutokana na ukubwa wa Rayon. There is no way unaweza kusema Singida ni wakubwa kwa Rayon. Ila kwa wachezaji tunavyojua Rayon na Singida, tunaona Singida ni kubwa kwa sababu ni nchi jirani, tunafahamiana. Kuna namna ambavyo Rayon anaweza akafanya chochote kitu akija kwenye mechi ya kesho, maana mechi yenyewe kesho mechi bado mbichi. Kwa sababu ushindi wa 1 bado unatoa nafasi kwa timu zote. Kwa sababu Rayon anaweza kupata 1 hapa na mechi ikaisha hivyo kaenda kwenye hatua nyingine au akashinda 2-1. Lakini kinachowabeba Singida ni mwalimu wao
pamoja na kikosi, lakini kuna mwalimu ambaye ana uzoefu wa mashindano, wachezaji wazoefu, mwalimu mzoefu anajua namna ya kucheza. Niliona kwenye mechi yake na KMC alimpumzisha Chama, Shake alimpumzisha. Nilikuwa najua lengo lake kwa ajili ya mchezo huu, kwa sababu wale wachezaji tayari ni kidogo siku zimesogea. Kwa hiyo anahitaji wakati mwingine kuwapa nafasi kuwapumzisha kwa ajili ya mchezo, mechi muhimu inayokuja, kwa sababu lengo ni kufuzu makundi. Kingine namuona bado Singida inamhitaji Mwako awe katika ubora wake wa kufunga. Anakosa magoli mengi sana kwenye mechi zake. Anapata nafasi, anaaminika, anaanza pale zidi ya Rupia, lakini bado hatumii nafasi zile za kutosha kufunga magoli. Zaidi ubunifu wa Chama ndio umeipeleka timu hapo ilipofikia. Unaona, kwa hiyo wanahitaji mshambuliaji aonyeshe uwezo wake. Nadhani Gamondi anahitaji kumuona Mwako anarudi katika ubora ambao alikuwa nao msimu uliopita kwenye ligi kuu ya Kongo. Kocha wangu mmoja alinifundisha, ananiambia striker wa namna hii au rafiki yangu Dube. Nasema ukitaka kumsaidia mpe mechi nyingi. Na kocha ajaye kumweka benchi ndio umemmaliza. Unamuona kabisa. Wapo wachezaji hivyo. Labda akipata bahati akifunga kwenye mashindano atazidi inaweza kumrudisha kwenye mashindano. Kwa hiyo nawaona Singida bado wana mtihani, mechi ngumu. Ukiangalia mechi iliyopita watu waligongana sana, na mechi hii naamini itaendelea kugongana hivyo hivyo, kwa sababu Lion hatataka kuaibika kutolewa mapema. Sawa. Kwa Simba tumejadili kwa kirefu, lakini ni kupe kwa uchache tu kwamba baada ya ushindi dhidi ya Fountain Gate, Simba tarajia uwanjani kesho kutwa Jumapili kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Simba ilipata ushindi wa goli 1-0 dhidi ya Botswana kule nchini Botswana. Hivyo inahitaji sare ama ushindi wa aina yoyote ili kusonga mbele. Mchezo huo utasimamiwa na kaimu kocha mkuu Hemed Morocco baada ya kuteuliwa na timu hiyo. Tunaiona pengine Morocco anakwenda kuivusha kwa muda huu mchache, lakini wachezaji ni wale mbinu wanajua, Matola bado yupo. Kwa hiyo anaenda kuongezea vitu vidogo tu. Yaani kama vile mshapika pilau lenu la nyama. Kwa hiyo anatokea Morocco na asinia lake la kachumbari. Tunakuja kunogesha tu kuhakikisha tu mambo yanakwenda vizuri. Moja ya kitu ambacho sijakizoea kwa Simba, sijui kama watu wengi wamekinotice. Nchi nyingi za chini ya jangwa la Sahara, yani kuanzia Kenya kushuka chini, zikicheza na Simba kwa kweli ni mara chache sana, unless hizo za Afrika Kusini, Simba kupata ushindi mwembamba kiasi kile. Hata Ojone Ngolo ondoa Simba. Simba waliwapiga 2 kule. Timu za Swaziland, sijui Namibia, sijui nini, Simba huwa anapiga huko kwao. Lakini mara nyingi akipataga unaona kama mechi ilikuwa ngumu ile. Na mara nyingi akipataga ushindi mdogo ugenini kwa timu hizi. Akirudi Dar es Salaam wanakuwa na safari yake na kwa njia panda sana. Nakumbuka alivyopataga sare na wale nani wale wa Msumbiji wale. Bisongo. Kafika hapa safari ikawa magumu kweli. Gaborone wanacheza mpira mzuri. Gaborone wanafunga magoli mengi. Gaborone mpaka wanakutana na Simba walikuwa wameshacheza mechi 15 ukijumlisha na msimu uliopita bila kupoteza. Kwa hiyo unaiona hiyo ni timu ya namna gani. Kwa hiyo ni timu ambayo imepoteza goli moja, sawa, lakini sio timu ya kuiweka kwa kiwango cha chini kabisa. Na tumezungumza hapa advantage ambayo anaweza kuzipata Hemed Morocco anachokuja kufanya, kwa sababu ana profile ambayo inaheshimika ndani ya dressing room. Unajua sometimes dressing room ndio kitu ambacho huwa kinaleta ile output. Kimpeleka mwalimu ambaye kwenye dressing room wachezaji kila kimtazama hivyo anamwona yani wewe utatuambia nini sisi basi tu. Huwa inashusha mentali ya kushindana. Ni kweli kwenye benchi la ufundi, kwenye kiwanja cha mazoezi yupo Selemani Matola. Wachezaji wanamuona Selemani Matola kama mtu ambaye anaweza kumenta mawazo yao. Unamuona, na ndio maana Simba akasema hata tumtafute mtu ambaye hawa wote wakimtazama wanajua kama atakupanga wakupanga. Mtu akimtazama waona kuna mtu anasema kitu hapa. Na anaweza kufanya maamuzi dhidi yangu, sio? Na huwezi kujua kesho yake ipoje. Unaweza kufanya mechi moja watu wakasema huyo ndo kocha wenu huyo. Umeona? Mwisho wa siku ikawa kinachotokea. So ni kama unavyosema kwenye chakula ambacho kilichoiva, Morocco anakuja na sahani lake la kachumbari pale na pilipili na ndizi, watu wanakuja kumalizia pale ambapo atatoa tangazo kabla ya kuwapa kachumbari, anasema asiyehusika
Naangalia kwa tofauti, mechi imekaa kimtego. Asiyechanga na hali. Kama hujachanga ule. Mechi imekaa kimtego kwa pande zote mbili. Kwanza kwa Morocco na pili kwa Simba wenyewe. Kwa sababu ukiangalia mechi mbili tofauti hizo. Yani wanacheza mechi mbili tofauti. Huyu tayari ana timu yake ya taifa na akili yake ya timu yake ya taifa. Anataka kuweka heshima. Sawa, anataka kuweka heshima, lakini nilikuwa naamini kwenye mechi hii ya jana labda angekuwa sehemu ya watu wanaofuatilia kwa karibu pale uwanjani, labda angekuwa hata uwanjani kwenye benchi, lakini hakuepo. Je, timu nani anakwenda kuipanga na huyu, hii mechi ni hii tu au anaendelea? Umeona? Kwa sababu hii wanaenda kwa sababu Matola ana kadi nyekundu, hataweza kukaa kwenye benchi. Na benchi zima limeondoka. Hawezi kupata mtu, kwa hiyo tunamchukua Morocco aje akae pale kwenye benchi kuiongoza timu. Je, timu itaongozwa na nani? Na viongozi watapanga timu, viongozi Morocco akasimamie tu uwanjani. Unaona? Kwa hiyo kuna changamoto ambayo ipo, na Morocco ameshasema hii timu sijasajili, kwa hiyo tunakwenda kucheza mechi, lakini mimi timu sijasajili, tunaenda kucheza mechi. Kwa hiyo unaona tayari na yeye amejaribu kuweka kaukuta fulani hivi. Fence mapema kwamba chochote kitachotokea timu ya kwenu. Hakuna nyinyi tuje kulaumiana. Unaona? Kwa hiyo unaona mechi hii imekaa kimtego sana kwa Simba. Na Matola hata kuepo kwenye bench na teknolojia. Unashauri viongozi wapange timu au Matola apange timu? Matola atashirikiana na mwalimu. Ni kukaa tu pale kwenye benchi ndo akai. Lakini si mazoezini wapo kwenye mechi ya hii Afrika unajua. Kwamba yani teknolojia imeenda mbali. Teknolojia. Sasa watu wanapavilia PC tu wanazungumza na nini, haujaona? Ukoona ile mechi ambayo kina Maximo alikuwa juu. Mechi imekaa kimtego sana kwa Simba pamoja na Morocco. Mimi ninachoona kwa rafiki yangu ni swaiba wangu sana. Nani sasa? Morocco. Hawezi kubali kuaibika. Na marafiki wengi, kwa hiyo lazima utaje jina kaka. Morocco. Sawa. Unajua ule kocha aliondoka kaenda Morocco, afu kaja Morocco sasa Simba. Kaja mwenyewe Morocco mwenyewe. Hiyo ndio comeback. Wewe umetuacha mwenda Morocco. Sisi tunamleta Morocco hapa. Kila la heri Simba kwenye mchezo huo. Bana, kuelekea kwenye mchezo huo mkondo wa pili ya mabingwa Afrika kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa Dar es Salaam, mashabiki wa Simba mkoa wa Iringa wamewataka wachezaji kujituma ili kupata matokeo mazuri. Mwenzetu bana Muhammad Nyaulingo amezungumza na mashabiki hao. Mkoani Iringa, ardhi ya Chifu Mkwawa, ardhi ya Wahehe. Taifa hivi sasa lipo kwenye hekaheka kuelekea uchaguzi mkuu Oktoba 29 mwaka huu. Lakini kama ambavyo unafahamu, soka limekuwa likiwaleta watu pamoja, likiondoa itikadi za vyama pamoja na za kidini. Nimezungumza na mashabiki wa Simba Sports Club kutaka kufahamu kuelekea mchezo wao wa marudiano kwenye kombe la klabu bingwa barani Afrika ni yapi hasa maoni yao, lakini kwanza wanaanza kunieleza matumaini makubwa walionayo kuvuka hatua hii na kwenda hatua inayofuata. Kwa hatua hii naamini tutafanya vizuri na tutaelekea mbele, tutafika hata nusu finali msimu huu. Nyumbani tutashinda kama kawaida, kwa Mkapa atoki mtu, ndio slogan yetu. Hata wakija wamejipanga kiasi gani kufungwa kuko pale pale, lazima tuwafunge tupite tuende sehemu inayofuata. Timu zote 4 kuanzia Simba, Yanga, Azam na Singida Black Star, na imani kwenye hatua makundi anaita anafika. Ilo kwa mbeleni sijui, ila mbeleni mimi naamini Simba anafika kwenye nusu finali hapa kawaida. Hivi ndio vitu vyetu sisi wana Simba. Tunajua ushindi tu, ila kwa sababu kwa sasa hivi timu yetu ya Simba bado haijaunganika vizuri. Ila hata kama haijaunganika, lakini mimi naamini kwenye haya mashindano ya kimataifa lazima tuvuke, lazima tufike finali. Na hao sasa hivi ambao tunakutana nao watakula nyingi tu. Lazima wale nyingi kwa sababu pale ndio tanuru la moto. Kwa hiyo wanaelewa. Sema pale Benjamin hawezi kutoka. Wamekiri mchezo wa kwanza haukuendewa vyema kutokana na kile walichokitarajia, lakini matumaini yao mwalimu atafanyia marekebisho na kuhakikisha mchezo huu basi wanaibuka na ushindi mnono, kwa maana ya kupata magoli mengi. Zipambane, kila mmoja anaamini kwamba ana uwezo wa kupiga hatua moja kwenda inayofuata, na ni uchu wa kila timu na kila mchezaji, kwa sababu anataka kuonekana, anataka kipaji chake kikue. Unajua mipira yetu ya Afrika inahitaji sana, kwanza mchezaji mwenyewe unakuwa na morali kwamba inabidi nifanye kitu fulani hivi nionyeshe uwezo wangu niweze kucheza klabu kubwa. Kwa mfano kocha abadilishe mfumo, na sababu na kocha yuko mpya pale, cha kwanza kuongeza viungo viwe vingi kuliko washambuliaji na mabeki wao na comfortable mzuri ya kuweza kunaniliu kikosi chetu vizuri. Kama pale saizi vizuri zaidi
nyuma mabeki tunao wazuri kama Rushen Droku, viungo pale kama Hassan Kanta, Kagoma, Maema na au wakiungana vizuri watatuletea mafanikio makubwa sana. Kule tulikuwa tunaenda kutesti mitambo tu. Tunaamini hiyo tarehe 18 kuna kitu kikubwa ambacho wana Simba wakitegemee. Huyu Morocco huyu ambaye tunamjua huyu wa Taifa Stars huyu, kuna mambo makubwa anaenda kuyafanya hapa tarehe 18. Kuna mtu anaenda kupewa 5G hapa. Tunaamini hichi kitu. Tunaamini kikosi chetu cha Simba kuanzia fullback, goalkeeper hadi forward, tunaamini kuna mambo makubwa ambayo yanaweza kutokea hapa katikati. Uwanjani itaendelea kukuletea habari kemkem kutoka hapa mkoani Iringa za kimichezo, lakini hivi sasa shauku kubwa ya mashabiki wa Simba ni kuona timu yao inakwenda kufanya makubwa kwenye mchezo wa marudiano na hatimaye kuvuka na kwenda hatua inayofuata. Muhammad Nyaulingo, Azam Sports, Iringa. Shukran Muhammad Nyaulingo. Mimi nimekusikia na imani bwana Ahmed Suleiman Morocco naye amesikia. Shabiki ametoa maoni yake, anasema ajaze viungo wengi kuliko washambuliaji. Bwana umemsikia shabiki? Yeye aliona nini kule? Maelekezo hayo kaka. Sijaona timu ilizidiwa katikati ya uwanja. Katika mechi iliyopita wa jamaa walikuwa vizuri sana katikati ya uwanja. Okay. Walitawala sana kwenye nafasi ya kiungo. Kwa jicho la kiufundi. Jicho la kiufundi. Kwa hiyo kujaza viungo na viungo wengi pale. Na viungo si wapo? Tia watu wengi pale. Striker mmoja tu mbele. Striker mmoja pale. Akianza Soa, akianza Mwalimu. Watu wafanye ubaya pale katikati. Mawazo mazuri. Na moja kati ya vitu ambavyo anavipenda Morocco ni kuwa na viungo wengi kabisa. Kwa shabiki apita mule. Shabiki apita mule. Morocco hata itekeleza hilo. Hilo tena. Haya bwana, tutaliona hilo kama litatokea, maana mechi yenyewe ni Jumapili kesho kutwa tu. Tuombe uzima na uhai. Tumemaliza timu 3, tunakwenda sasa timu ya 4 ambayo na yenyewe pia itacheza siku ya Jumapili. Matajiri wa Chamazi Azam FC wameendelea na maandalizi kuelekea mchezo wa marudiano kombe la shirikisho Afrika dhidi ya Elmerek Bentiu kutoka kule Sudani Kusini, na mchezo utachezwa siku ya Jumapili kwenye uwanja wa Azam Complex. Azam FC ilipata ushindi wa magoli 2-0 ugenini mjini Juba, Sudani Kusini, hivyo matokeo ya sare yanatosha kuwavusha kwenda hatua inayofuata. Kinga Mkono, kwa namna ulivyotazama mechi ya kule Juba, kwenye mpira lolote linatokea, lakini wengi ninaozungumza nao tukipiga stories za napokutana maeneo yetu wanasema huu ndio mwaka pekee ambao kama Azam hata kwenda hatua ya makundi huenda ikamchukua miaka mingine 10. Kwa sababu timu aliyokutana nayo ushindi aliopata ugenini na sasa anakuja kucheza nyumbani, lakini na mpinzani anotarajiwa kukutana naye anataka kukutana nao kati ya Port na KMKM ambapo wengi wanasema mechi itakuwa ngumu kama atacheza na KMKM. Mechi ya KMKM itakuwa ngumu kuliko hiyo, lakini kwa uwezo wa Azam na KMKM. Lakini unaona pengine Azam wao kwa namna ulivyoona wamecheza, namna walivyojitoa kuwa nyumbani kunaweza kukawaelemaza, kwa sababu uliona kwenye mechi wanaitwa nani wale wa Ethiopia wale walikuja wakasumbua Jamus. Jamus wanasema nani swali lilikuja hapa ngoja Dekada sui Dekada isije katokea yale. Azam wana timu nzuri na mechi iliyopita walicheza vizuri. Wanatoka wapi? Djibouti. Nani? Si nani Sudan Kusini. Elmerek Bentiu Sudan Kusini. Sudan Kusini. Kwa hiyo Djibouti ni wale Port kutoka Djibouti. Na mechi iliyopita walicheza vizuri kule Djibouti Juba. Wakafanikiwa kupata matokeo mazuri. Naona wana nafasi ya kuendeleza ushindi, hasa nikiangalia kwa kile walichokifanya kwa mechi yao ya ligi. Timu nayo yenyewe ilicheza vizuri na inaonyesha kuimarika kila siku. Na kocha Ebenge anajua kwamba yani Azam wanamweka pale kwa sababu ya mashindano haya, kwa sababu hiyo milioni zimetumika kutengeneza timu kuingia kwenye group stage imeshindwa. Safari hiyo wamejaribu tena kila sehemu na wameimarisha, wamemleta yeye mtu ambaye ana rekodi nzuri kwenye mashindano ya Afrika. Kwa hiyo naye anajua kwamba jukumu lililobaki ni kuhakikisha kwamba timu inafuzu, na njia inaonekana nyepesi kwenye makaratasi, uwanjani inakuwa na maajabu yake wakati mwingine, lakini bado nawapa Azam nafasi ya kushinda mchezo huu kwa kile walichokionyesha kule ugenini. Siwaoni wapinzani wao wakiwasumbua sana, naona wanaweza kupata na matokeo wakashinda, au hata wakipata sare ya aina yoyote wao Azam inawapeleka kwenye hatua inayofuata. Wana wachezaji ambao wametimia kila sehemu.
kila idara inaona imekamilika, timu inavyofanya mashambulizi yake unaona imejipanga vizuri, inajilinda vizuri. Kwa hiyo hamna shaka kama kile wanachokisema wengi kwamba Azam safari hii njia yake ni nyepesi, inaonekana kutokana na ubora wa kikosi chao. Japokuwa mechi ya KMKM maana nyepesi kama wewe timu yako mbovu. Yes. Unaona? Lakini mechi ya KMKM tusubiri tuone. Okay. Una lolote la Almerek Bentiu namna ulivyoona kama safari imewakuta hivi? Ashakuta safari. Ibenge kwa serious sana kazi. Ibenge kwa serious sana kazi. Nyinyi msa mechi ya KMKM ngumu. Subirini furushi la hela. Furushi la mama. Mifurushi atakuja nayo Msigwa. Sasa uzuri wa hiyo mechi kama KMKM watafanikiwa, kule pia kuna furushi. Kule na kuna furushi, yes. 5 goli 1 milioni 5 kutoka kule pia kwa Mheshimiwa Rais. Watu watapigwa kama ngoma wale. Kwa huko bwana Msigwa atakuwa na mwenzake ambaye anatoka kule, sije atakuja bibi nani yule, nimuita kama atakuja. Zile wa michezo. Sasa zile zitakuwa ngumu zile. Kwa sababu ushapata kaja na furushi lake. Ushapata 10 ya kwanza. Ushapata 10 ya kwanza, si ndio? Nao wamechukua 10. Nao wamechukua 10. Basi subiri ngoja tuone. Ngoja tuombe kwanza kila laheri wapite kwenye hizi hatua. Wamalizie viporo vyao hivi. Yes. Wakishamaliza viporo vyao hivi wakutane wenyewe kwa wenyewe. Tuone sasa. Kwa sababu hapo ndio tatu iko na mzigo. Huko Msigwa yuko na mzigo. Mechi nzuri hiyo. Halo. Lakini Azam wako serious. Na timu za kutoka Zanzibar zinaisumbua Azam. Pamoja na mazingira yote, timu za kutoka Zanzibar zinaisumbua Azam. Yaani mimi kitu ambacho timu za kutoka Zanzibar zinaisumbua Azam. Wale bado hawako tayari. Yaani mimi kwa hiyo factor Ibenge. Hawakuwa na Ibenge. Na sio factor Ibenge. Pia wale KMKM bado hawako tayari. Miaka yote timu za Zanzibar kwa ajili ya mashindano. Bado hawako tayari. Mtu anaitwa Barakat pale Azam. Yaani Zanzibar Imid Barakat watakapokuwa tayari kushiriki sana, nimemkubali sana yule Barakat. Sio tu Barakat kaka. Ya zaidi naona tukifanya pale katikati pale kiungoni. Na kwa uwepo wa Kanuti unafanya Yaya aonekane zaidi. Yaani ghafla Yaya zaidi kawa pili. Na bahati nzuri vitu vyote vimerudi kwenye default mode. Top scorer wa msimu uliopita ni Shasha Awa. Goli 16. Si ndio? Na assist ngapi pia? Alikuwa na assist kwa nazo nyingi. Fei ndo alikuwa na assist nyingi. Si ndio alikuwa na assist kama 7 hivi. Mechi yake ya kwanza amescore na assist moja. Fei ndo alikuwa top assist. Assist 13. Mechi yake ya kwanza amescore. Na ile hata ile assist ile sema basi tunaweza kunyuma. Amesha score. Mechi ya kwanza kwangu mimi top performer wa kipindi cha muda mfupi ni Soa. Mechi yake ya kwanza amescore. Ukirudi kwa Young Africans Mudathiri haya. Max. Pakome. Unaona wamerudi kwenye kile. Kwa kuna muendelezo wa wachezaji ambao tuliwatarajia kufanya makubwa. The same pia kwenye mashindano ya CAF. Kwa hiyo naona safari hii kusema kweli timu Tanzania tunazo za kutufanya kuzungumza kwa bashasha mbele za au njia yetu nyepesi. Sio nyepesi. Sisi tumekuwa wazuri. Mtazamaji tunakufanya wewe ni kuongeza dua. Tuweke records kwa mara ya kwanza timu zetu zote 4 za bara ziingie group stage. 4 zote tuingie pale. Na timu hizo zipo. Watu wapo. Makocha wapo. Yaani huko una Ibenge, huko una Gamondi. Huko una mzee wa kununa. Minuno. Kuna ile singeli minuno. Sasa yule apigi singeli minuno. Singeli mikausho. Ile inaitwa mikausho mikali. Unchekesh. Huko uko na Morocco. Group stage hapa timu zetu zote. Kila laheri bwana na Mungu awabariki sana. Bwana tupate taarifa pia kuhusiana na ligi kuu kwa sababu kesho pia kuna michezo miwili. Pamoja na kwamba kuna michezo miwili ya CAF lakini kuna michezo miwili pia Tanzania ya ligi kuu. Ratiba lazima iende kutokana na muda jinsi ulivyo. Kwamba ligi kuu ya NBC kuendelea kesho kwa michezo miwili ambapo Tanzania Prisons wa Jelajela Gwa watakuwa wanacheza na KMC. Mechi itachezwa saa 10 jioni kwenye uwanja kule wa
Sokoine, kumbukumbu ya Sokoine. Lakini mchezo mwingine wa jioni utakuwa ni Dodoma Jiji dhidi ya Coastal Union saa 1 usiku pale uwanja wa Jamhuri Idodomia. Michezo ni miwili kesho, kama kule ambapo kafu iko miwili na sisi tunakwenda nao vile vile, na sisi tumeweka miwili. Tuachani. Lazima ligi yetu itaisha mwezi wa 8 mwakani. Kwa lazima tuende hivyo hivyo. Kutokana na hali jinsi ilivyo, kutokana na chani ile, mambo kidogo inabidi yaende hivyo. Mechi ya Prison na KMC inakupa Rashidi? Ni mechi nzuri, lakini mechi ngumu sana kwa kocha Otieno. Kwa sababu akifungwa hiyo mechi hiyo, nafikiri vikao vitaanza. Commissioner anaanza kupigana simu. Wataanza kupigana simu. Bana, mbona kama tuelewi? Zekani mechi 3 lakini kwenye kubadilika, kwenye kucheza, Tanzania Prison anacheza mpira mzuri sana. Ndio na mechi ya Coastal Union. Ndio yale ambayo tuyatake sasa. Kama unacheza mpira mzuri afu unafungwa wewe. Bora ucheze vibaya ushinde. Bora ucheze vibaya ushinde. Sasa Prison hii ni mechi ngumu sana kwake na KMC, lakini kuna record moja huo unaishi, unajua. KMC pale Sokoine huo unamsumbua sana kupata matokeo. Mara nyingi huwa akishinda sare. Kwa hiyo inawezekana pia huo utamaduni Prison wakisafiri nao wanaweza kuokota matokeo dhidi ya KMC, lakini haiwezi kuwa mechi rahisi kwa Tanzania Prisons. Kuna namna ambavyo watahitaji kujitune. Nimeona Maximo anaamini sana vijana kwenye kikosi chake. Kwa michezo miwili ambayo nimeitazama. Na amebadilisha kidogo. Yaani KMC wanacheza kikubwa kiasi. Yaani ukiwatazama wanacheza kikubwa. Yaani unaona wako very objective. Sio timu ambayo inapoteza muda sana kwenye maeneo ambayo sio muhimu. Aina ya watu waliokuwa nao ndio ambao wanafikirisha. Yaani hawana watu ambao wanaweza kuipa KMC maamuzi. Kwamba mtu sasa huyu anaamua. Kwamba huyu sasa anaamua. Kwamba huyu tukimtengenezea nafasi 2-3 anaweza kufanya kitu. Saliboko ndio mwandamizi, sawa? Lakini bado unaona kama kulikuwa kunahitajika nguvu ya ziada. Yaani awepo mtu ambaye Saliboko mwenyewe atamuonea wivu kwenye kushindana. Eneo la kiungo kuna watoto wengi wanasifiwa kwenye eneo hilo, wanacheza vizuri. Lakini ndio energy yao ndio ambayo inafanya wanacheza vizuri. Kuna muda unatakiwa lile eneo ulitawale, ulikonke lile ili timu ifanye wonders. Tanzania Prison kwenye hilo eneo hawana shaka. Wanacheza vizuri sana kwenye eneo la midfield. Na hata mechi mbili ambazo wamepoteza, unaona wanakimbia sana kwenye maeneo ya pembeni. So ni mechi ambayo inakutanisha timu zenye falsafa mbili tofauti. Prison wanacheza mpira mzuri wa kucheza na haraka. KMC wao wako very objective. Kuna maeneo mpira haukai kabisa KMC. Yaani kuna maeneo KMC ndo wanapenda mpira ukae hapo. Lakini Tanzania Prison kwa namna ambavyo tumewashuhudia mechi ya kwanza na Coastal Union ni kama waliwasukuma Coast wakae kipande chao wacheze eneo lote. Mechi ya Namungo pia walicheza mechi nzuri sana, madhaifu ya mchezaji mmoja ndio ambayo yakapekea pia kupoteza mechi. So ni mechi ngumu sana kwa KMC. Sasa mechi ya Dodoma na Coastal Union. Coastal Union michezo miwili kapata alama 3 tu, kashinda moja, kafungwa moja dhidi ya Prison, akapoteza moja na JKT Tanzania. Sasa anatoka na kwanza anaenda Dodoma. Dodoma nao hawana matokeo mazuri vile vile. Kwa hiyo Coast wanakwenda Dodoma wakiwa na tahadhari, kwa sababu wanajua mechi za ugenini ni ngumu kwenye ligi yetu. Siku zote unakuwa na ushindani mkubwa sana, kila mtu akiwa nyumbani kwake anajaribu kutumia vizuri uwanja wake. Japokuwa wao walishindwa kutumia vizuri kwenye uwanja wao kwenye mechi yao dhidi ya JKT Tanzania. Na walizidiwa kila kitu. Kwa sababu ya ubora wa JKT Tanzania katika mechi ile walikuwa vizuri. Lakini bado nawaona wana nafasi ya kuwapa changamoto Dodoma Jiji. Dodoma Jiji wamefanya usajili mzuri, wana kocha mzuri, wanatengeneza timu na wanashambulia vizuri. Japokuwa wana makosa madogo ambayo kwenye mechi zilizopita ziliwahukumu. Nadhani mshambuliaji wao yule Mgaza anabidi awe katika ubora wake ili waweze kupata matokeo, kwa sababu yule ndo naona ndo sana ana uwezo mkubwa wa kusababisha mechi ikawa kutokana na uwezo wake wa kufunga. Kwa hiyo kama atakuwa kwenye kiwango chake bora, nadhani wana nafasi nzuri ya kushinda hii mechi. Mtu mzima pale nyuma namuona Abdi Banda anatakiwa kuongoza vizuri vijana wake, kwamba maana uzoefu uonekane.
bado hajaonyesha ule uzoefu wake hasa kwa timu. Sababu anamaliza na Nsata pale. Lakini unajua ile timu inapangika ile. Unaona? Kwa hiyo Dodoma Jiji na kipa Alisalim pale namba 1 pale unaweza kuchagua Alisalim au Mgore au Mudibeka. Wote makipa wazuri. Wote makipa wazuri, yes. Yaani unaweza kuchagua tu. Leo nianze na Mgore, Mudibeka, nani Mudikala au Alisalim. Kulia unamweka ndugu yangu Bilali. Bilali. Namba 3 Zombo. 4 Bikoko. 5 Banda au Samson Nsata. Kapteni. 6 Hoza. 7 utachagua. Kuna Kipagwile. Kuna Edgar. Kuna Beno. Wote watu wa mwendo. Utachagua. 7 hivi bwana. 8 kuna Habibu. 9 kuna Anwar Jabiri. Kuna Mgaza. Kuna nani ule ameingia pale naye. Waziri Junior. Amerudi? Yupo amerudi. Amerudi nyumbani. 10 Mwana Kibuta. Timu inapangika unajua ile. Kwa hiyo ukiangalia timu wanayo na kocha naye ni nzuri. Hata ukiangalia jinsi wanavyocheza. Ni timu inayocheza vizuri sana. Sio amepata kibali yule kocha? Kocha wao mechi mbili amekaa jukwani. Anakaa jukwani. Nafikiri kibali chake hakikuwa tayari. Ila pale alikuwepo yule kocha msaidizi Ndikumana. Moja vitu vilivyonishangaza sana hivyo vya makocha wa KMC, Prison, Dodoma. Kwa sababu ligi imechelewa kuanza, yani tulikuwa na muda mrefu wa kufanya vitu. Ndio nasema wakati mwingine kukosa vitu tu umakini kwenye uongozi. Unajua wakati mwingine kwenye uongozi mnajisahau, mnaishi kwa mazoea. Ukishishi kwa mazoea matatizo kama haya. Mimi nadhani pengine pesa ilichelewa kupatikana kwa sababu si swala kulipa. Lakini ndio nasemaje? Kwa sababu unapoamua kulipa. Nasema mimi na uzoefu wewe weka hela chukua kibali. Kabombe. Na kuna wengine ninapokutaka wewe, nasema namtaka Kabombe aje kwangu. Na maana nishaandaa na mshahara, najua huyu anatakiwa kibali cha kazi kwa sababu sio Mtanzania. Vyote hivi navijua, namleta paka hapa. Kwa nini sianze kushughulika navyo? Kama sina hela kuvilipia hivi vibali, kwa nini namleta mtu kutoka nje? Kwa hiyo nasema ni kukosa tu kujipanga vizuri, lakini timu ya Dodoma iko vizuri. Dodoma na mechi itakuwa nzuri. Yaani Dodoma na timu ambayo wanapishana sana ile mechi. Tunaita sababu ya kumfukuza mtu. Haya, kabla bana hatujaenda kwenye mapumziko kidogo, na habari kuhusiana na the Tanzanite Queens, timu yetu ya wanawake chini ya umri wa miaka 20. Imeenda Angola kule bana. Kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania ya wanawake vijana chini ya umri wa miaka 20 Tanzanite Queens Septemba 25 kiliwasili Luanda kwa maana ya jana jioni Angola, sambamba na kufanya mazoezi ya kwanza katika uwanja wa chuo cha ufundi cha mpira wa miguu pale Angola. Mazoezi hayo ni kujiandaa kuelekea mchezo wa marudiano kwa nia kufuzu kwa kombe la dunia dhidi ya wenyeji Angola baada ya ushindi wa goli 4-0 ambao timu ya Tanzania ilipata nyumbani Dar es Salaam. Kocha mkuu wa kikosi hicho Bakari Shime amesema lengo la mazoezi ni kujiweka sawa baada ya safari ndefu na kujikumbusha majukumu kuelekea mchezo huo. Nahodha pia Jamila Rajab alizungumza. Tuungana na mwenzetu Doris Maliaga ambaye naye pia ameongozana na kikosi hicho. Haya ni mazoezi ya kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania chini ya miaka 20 ya wanawake Tanzanite Girls. Ni katika uwanja wa chuo cha ufundi cha michezo cha Angola. Timu hii inajifua kuelekea mchezo wa kuania kufuzu fainali za kombe la dunia ambapo mchezo huu utachezwa Septemba 27 dhidi ya wenyeji Angola. Na huu ni mchezo wa marudiano baada ya ule wa kwanza ambapo Tanzania ilishinda kwa jumla magoli 4-0. Nimezungumza na kocha mkuu wa kikosi hiki Bakari Shime. Ameniambia maandalizi yake kuelekea mchezo huu. Matayarisho tumeshafanya tangu nyumbani. Yalikuwa matayarisho kwa ajili ya michezo miwili. Mchezo wa kwanza ambao umefanyika Dar es Salaam na mchezo wa pili ambao utafanyika hapa. Na kwa bahati nzuri mchezo wa kwanza umemalizika na matokeo yamekuwa upande wetu, na sasa tunajipanga kwa ajili ya mechi ya pili. Tulikuwa recovery nyumbani na tukafanya kipindi kimoja cha mazoezi kuelekea mechi hii, na leo tumefika rasmi hapa mchana wa leo. Tumekuwa na session ya kwanza yenye malengo mawili. Lengo la kwanza lilikuwa ni recovery kwa sababu safari imekuwa muda mrefu kidogo, lakini la pili kuset sasa plan zetu kwa ajili ya mchezo wetu wa kesho kutwa. Acha kwanza sisi tumekuwa tukijikita kuhakikisha kwamba tunashinda kila mchezo ambao tunacheza. Haijalishi kwamba tulipata matokeo ya namna gani katika mechi moja, kwa sababu kwetu sisi ni record kuongeza namba ya wachezaji kushinda, na unaposhinda timu inaongeza kujiamini. Kwa hiyo maana yake ni kwamba tukishinda ugenini ni credit kubwa mno
Kwa hiyo tunataka kupambana kuhakikisha kwamba tunashinda ugenini na tuondoe ile dhana ya kushinda nyumbani kila wakati. Kwa hiyo ni mechi muhimu kwetu ambayo tunapambana kuhakikisha kwamba tunapata ushindi ugenini ili uweze kutujenga katika hatua inayofuata. Lakini pia nimesikia hisia za wachezaji wa timu hii, wameelezea namna gani wanakwenda kucheza mchezo huu. Kama ninavyosemaga kwamba kila mechi ambayo tunatakiwa kushinda tunashinda ili kuendelea mbele. Kwa hiyo tumejiandaa kushinda na tunaambiana tunatakiwa kushinda ili kuendelea mbele. Tumesikia hisia za kocha pamoja na wachezaji. Mimi ni Doris Mariaga wa Azam Sports, lakini nyuma kamera kuna Tumaini Lauo. Shukrani sana Doris pamoja na Tumaini, na sisi tumeisikia hisia zenu. Na kwa muda huu tunakwenda kwenye mapumziko.